Wapiga kura waliweka imani yao katika mpango wa serikali mpya ya Canada. Tunakubali msaada huo kwa unyenyekevu, dhamira na uelewa wazi wa kile ambacho wakati huu unahitaji kwa nchi yetu. Dunia imegawanyika zaidi na imekuwa hatari zaidi. Athari za migogoro ya kimataifa na mabadiliko ya haraka ya teknolojia zinaonekana pia hapa nyumbani. Serikali mpya ya Canada itaendelea kuzingatia mambo tunayoweza kudhibiti: kujenga uchumi imara, kupanua ushirikiano wa biashara kimataifa ili kuongeza uhuru wetu na ustawi, kusimamia fedha kwa uwajibikaji na kuwasaidia Wakanada wanaokabiliwa na gharama za maisha, kuwapa msaada wa sasa na daraja kuelekea kesho bora. Tumeanza haraka na tayari tunaona matokeo. Tumetangaza miradi 15 mikubwa ya kitaifa itakayounda zaidi ya ajira 500,000 na kuvutia uwekezaji wa zaidi ya dola bilioni 100. Mkakati mpya wa viwanda vya ulinzi utachochea uwekezaji mkubwa katika sekta kama anga na akili bandia na kuunda ajira nyingi. Mpango wa Build Canada Homes tayari umeanza mikataba ya kujenga zaidi ya nyumba 10,000. Kupitia mfuko wa Build Communities Strong, tutashirikiana na majimbo na manispaa kujenga hospitali, usafiri wa umma na vituo vya jamii. Tunajenga Canada kuwa taifa lenye nguvu katika nishati kwa kuongeza ukubwa wa grid ya umeme na kutumia rasilimali zetu kwa umeme safi na nafuu. Tunataka Canada iwe si tu yenye nguvu, bali pia yenye haki. Sio kwa baadhi ya watu wakati fulani, bali kwa wote muda wote. Hata hivyo, tunajua safari haitakuwa rahisi. Wakanada wengi wanakabiliwa na gharama kubwa za maisha sasa hivi. Ndiyo maana tumelenga kupunguza gharama. Tuliondoa kodi ya carbon kwa watumiaji, tukapunguza bei ya mafuta. Tulipunguza kodi kwa mamilioni ya watu wa tabaka la kati. Wanunuzi wa nyumba kwa mara ya kwanza wamepunguziwa kodi pia. Pia tunatoa msaada wa fedha kwa familia kupitia mpango wa Canada Groceries and Essentials Benefit. Kutokana na vita na Iran, bei ya mafuta imepanda duniani. Kwa hiyo, serikali itasimamisha kwa muda kodi ya mafuta ya shirikisho hadi siku ya wafanyakazi. Hatua hii itapunguza bei ya petroli na dizeli. Kwa ujumla, hatua hizi zitapunguza bei ya mafuta kwa kiasi kikubwa. Hatua hii ni ya muda na inalenga kusaidia wananchi huku tukidumisha nidhamu ya matumizi ya serikali. Katika bajeti ya 2025, tumeweka hatua za kuokoa fedha za walipa kodi huku tukilinda huduma muhimu kama malezi ya choto, huduma za neno, dawa na chakula mashuleni. Hatuwezi kudhibiti kile nchi nyingine zinafanya, lakini tunaweza kuchagua hatua zetu. Na sisi tumechagua kujenga Canada imara kwa wote. Kuhusu maswali ya waandishi wa habari, Waziri Mkuu alieleza kuwa serikali inaungana mkono wa wabunge na itaendelea kufanya kazi bila kuitisha uchaguzi mpya. Alisisitiza kuwa Canada ni demokrasia ya bunge ambapo wabunge huchaguliwa na wananchi na wanaweza kuunga mkono sera wanazoona zinafaa. Aliongeza kuwa vipaumbele vikuu ni kupunguza gharama za maisha, kuongeza ujenzi wa nyumba na kuendeleza miradi mikubwa ya kiuchumi. Pia alisisitiza umuhimu wa usalama wa nishati na uwekezaji wa muda mrefu ili kuimarisha uchumi. Kwa upande wa uchumi, alieleza kuwa licha ya changamoto za kimataifa, uchumi wa Canada unaendelea kukua na unatarajiwa kuwa miongoni mwa unaokua kwa kasi katika nchi za G7. Mwisho, alisisitiza kuwa serikali inalenga kujenga uchumi wenye nguvu na uhuru zaidi utakaonufaisha Wakanada wote kwa muda mrefu. We started as we meant to go on. On the first day, we canceled the divisive consumer carbon tax, driving prices down on gas by 18 cents per liter. We cut taxes for 22 million middle-class Canadians, saving families up to $840. Cut taxes on first-time home buyers, saving up to $50,000 by the elimination of GST on new homes priced under $1 million. More than 12 million Canadians will have more money in their bank accounts this summer, up to $1,800 per family through our new Canada Groceries.